Okay, ndugu zangu, naomba sasa nielekeze namna ya kufanya copy trading kwenye hii platform ya Pocket Option Broker. Lakini kabla sijaendelea, naomba kwa kifupi nielezee nini maana ya copy trading. Copy trading ni mfumo ambao unaruhusu traders ambao hawana muda wa kutosha au hawana experience au hawana ujuzi wa kutosha kufanya trading kwenye financial market, na hivyo kuchukua jukumu la kuweza kumcopy trader ambaye ana muda, ana experience na mafanikio makubwa katika financial market. Hichi kitu kinafanyikaje? Kinafanyika kwa kuunganisha au kwa kukopi au kwa kumfollow trader mwenye mafanikio, ili kila kinachofanyika kwenye akaunti ya huyo trader tunayemfollow mwenye mafanikio kifanyike automatically pia na kwenye akaunti yetu, badala ya kufanya sisi manually, badala ya kufanya sisi wenyewe kwa uwezo wetu. Tunaruhusu akaunti zetu ziweze kureflect akaunti ya huyo tunayemcopy au huyo tunayemfollow, ili kila kinachofanyika kwenye akaunti yake kifanyike automatically na kwenye akaunti yetu. So ukimcopy trader mwenye mafanikio au ambaye unaamini ana experience ya kutosha, au tunawaita gurus au pros, ina maana akipata profit moja kwa moja ina reflect na kwako. Kwa hiyo hii inaondoa riski ya wewe ambaye huna experience kupoteza pesa, kwa sababu tayari unafanyiwa kila kitu na huyo mtu ambaye umemcopy. So tunawezaje kumcopy mtu katika platform ya Pocket Option? Hatua ya kwanza kabisa ni kufungua akaunti yako ya Pocket Option na kuiwekea salio, kwa maana ya pesa ya kutradia. Huwezi kutrade katika masoko ya financial na ukapata profit bila kuwa una mtaji. Lazima uweke mtaji wako. So link ya kujisajili iko hapo chini kwenye video description. Utaklik, itakupeleka moja kwa moja kwenye page ya kutengeneza akaunti yako. So ukishafungua akaunti yako ya Pocket Option, utalogin. Kisha login, utadeposit mtaji wako, then utakuwa katika page hii hapa. Unafungua akaunti yako ya Pocket Option na itakuleta hapa. So ukisha kuja katika hii page, utakuja kubonyeza hili neno social trading. Ukishalibonyeza utaona list kubwa sana ya matrader. So hauwezi kuchagua trader yoyote tu kumfollow au kumcopy. Lazima tutakuwa na machaguzi kulingana na uwezo wao. Lazima tuangalie trader ambaye ni mzuri, ambaye tunaamini amekuwa na experience na mafanikio makubwa katika financial market, na hivyo atatusaidia na sisi. So ukiangalia hapa, hii filter imeangalia wale ambao wamerank top 10 katika masaa 24 yaliyopita. So unaweza ukaja hapa pia ukafanya filtering, kaangalia traders ambao ni top 100 wanaofanya vizuri, top 100 wale. Kaangalia hapo, kaangalia ukaona kuna huyo wa kwanza anaitwa Lucas, wa pili Ian K, wa tatu Saje na kuendelea. So kwa mfano tumchague huyu ambaye katika last 24 hours yeye ameranki namba 1 kwa mfano. Shamchagua huyu, utaangalia hapo. Kitu cha kwanza kabisa unaweza kumuona yuko online kabisa, na kuonyesha yuko online. Kwa hiyo unaweza ukachati naye hapa message. Unaweza kumwandikia message hapa. Unaona uwanja wa message. So online yupo, na waliomfollow, waliomcopy kwa lugha nyingine ni watu 1888. Hawa ndio ambao wamemwamini na wakamcopy. Kwa hiyo kila anachokifanya huyu bwana Lucas kwenye akaunti yake, kwenye trading account yake, automatically kinafanyika pia na kwenye accounts za hawa watu 1888. Lakini kuna watchers. Watchers ni watu ambao wanafuatilia. Inawezekana kuna waliomfollow na ambao hawajamfollow lakini wanamfuatilia. Kwa maana wanamfuatilia kwa maana ipi? Kwa maana ya kwamba wanaangalia strategy anazotumia kufanikisha trades zake, amefungua position au hajafungua na kadhalika. Hapa ni sehemu ambayo unaweza kumcopy. Unabonyeza neno copy, unakuwa umemfollow. Ukibonyeza watch ni sawa na umeungana na hawa watu ambao wanamuwatch au wanamfuatilia nini anachokifanya kila wakati. Na hapa pia unaweza ukachati naye kama ambavyo nimekuelekeza. Okay, kitu kingine ambacho ni cha muhimu sana kabla
endelea ni trading statistics, yani takwimu za trades za huyu trader ambaye kabla hatujamkopi tunamkagua mafanikio yake yakoje. Katika siku ya leo ukiona hapa today kafungua trade zipatazo 36 ambazo zimefanikiwa kwa 67%. Kwa maana katika trade 36, 67% ya trade 36 ndio iliyofanikiwa, profitable trades. Kwa hiyo ana mafanikio. So trading turnover ni kiasi ambacho kwa ujumla amekiingiza sokoni kwa zile amount tofauti tofauti. Anaweza kawa kuna trade ameingiza $1,000, kuna trade ameingiza $2,000, lakini kwa ujumla kaingiza $79,200. Trading profit ametengeneza $22,000 kwa siku ya leo. Hii tunazungumzia leo tu peke yake. Lakini minimum trade ambayo ameifanya, yani kiasi kidogo cha pesa ambacho amekiingiza sokoni, amount ambayo ametrade nayo katika trade moja ambayo ni minimum kuliko zote ni $2,200. Lakini maximum pia ni hiyo hiyo $2,200, na maana yeye alikuwa na utaratibu wa kutobadilisha amount. Kwa hiyo maximum profit aliyowahi kuipata katika siku ya leo ni $2,024. So unaweza ukaona anavyofanya vizuri huyu bwana. Kwa hiyo ukiridhika naye, jukumu unalotakiwa kulifanya ni kubonyeza copy. Ukishabonyeza copy, ngoja tubonyeze hapo, okay. Ukishabonyeza copy, utakuja chini hapa kufanya settings kadhaa. Setting ya kwanza kabisa, copy in proportion, maana yake ni asilimia ngapi ya mtaji wako itumike kumkopi bwana Lucas. Kama una $1,000 ukimwambia itumike 100%, basi $1,000 yote itatumika kumkopi bwana Lucas. Kila kitakachofanyika kwa bwana Lucas kitaitumia $1,000 yako kumkopi bwana Lucas. So hapa unaweza ukapunguza percentage. Unaweza ukasema labda mimi sitaki itumike yote, nataka labda 50% ya mtaji wangu uliopo kwenye akaunti yangu hii ya Pocket Option ndo itumike kumkopi bwana Lucas. Okay. So unaweza ukaweka wewe according to your wish na kiasi chako ambacho wewe unaona kinakufaa. So setting inayofuata ni stop balance. Stop balance inaelezea kiasi cha chini kabisa cha mwisho ambacho hakitakiwi kuzidi kama loss itakuwa imetokea. Kwa mfano umemkopi bwana Lucas huyu. Let's say umemkopi Lucas, lakini bahati mbaya market ikagoma kurespect analysis zake, ikawa inatokea loss kushuka chini. So unaiambia system ikitokea, let's say mimi nina $1,000 kwenye akaunti yangu, ikitokea inapungua kwa maana ya loss, isipungue chini ya 800. Hiyo ndio stop balance. Kwa hiyo unakuwa umemanage risk kwa style hiyo. Lakini hapa kuna setting nyingine inayofuata inaitwa min copy trade amount. Maana yake ni minimum copy trade amount. Hiki ni kiasi cha chini kabisa ambacho kitatakiwa kutumika kumkopi bwana Lucas. Lakini hapa pia kuna maximum copy trade amount. Pia ni kiasi cha juu zaidi ambacho kitatakiwa mimi nikiandike ambacho kitatakiwa kiruhusiwe kumkopi huyu bwana Lucas. So baada ya kuridhika na settings zangu hapo, nitachukua jukumu la kubonyeza neno confirm. Nikibonyeza confirm, maana yake moja kwa moja sasa nitakuwa ninamfollow bwana Lucas. Kila kitakachokuwa kinafanyika kwenye akaunti yake na mimi. Kwa hiyo kwa sababu tumemwamini Lucas, tunatarajia akipata profit kiasi cha 1% fulani, na sisi kita reflect kwenye akaunti yetu bila sisi kufanya shughuli yoyote. Kwa maana nyingine Lucas ametufanyia kazi. Lakini kama utakuwa na dukuduku, unaweza ukacheki kwenye video description hapo chini, ukaclick link ukanicheki Telegram, tukachat nikakuelekeza, au pia unaweza kanipigia kwa namba ya simu ambayo nimeiweka hapo chini nikakuelekeza nini cha kufanya na mambo mengine yakaendelea. Lakini copy trading ni kwa wewe ambaye hauna experience lakini unatamani kuendelea kunufaika katika soko la forex.
lakini pia kwenye masoko ya binary, lakini huna experience. Lakini pia inawezekana experience ukawa nayo, lakini ukakosa muda wa kufanya trading, ukaamua kumfollow trader yoyote aliyoko kwenye platform hii ya Pocket Option. Nikukumbushe pia tu registration link ya account yako